Pole Nasr, pole sana. Allahu Akbar. Taratibu zinaendelea. Kwangu limekuwa ni jambo zuri sana na ni jambo la faraja sana kwenye maisha yangu. Mimi hili nimetengeneza kama historia. Kwa hiyo salamu zimfikie mahali popote mkurugenzi wa Royal kwa ukarimu wake na upendo mkubwa kuja kutufutulisha katika wakati huu ambao tuko kwenye mfungo wa Ramadhani. Wajane wanafarijika na wao kwamba tupo na yatima wanafarijika kwamba tuko na wazazi. Kwa hiyo ni mtu kwamba moyo wa kutoa huo uwe nao na Mungu akuzidishie kwenye iftari hii muhimu kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mambo anayofanya hata mwaka jana tuliona alifanya, kila mwaka anafanya. Kwa sisi kama serikali hili jambo ni jema sana, tunashukuru sana kwa kufanya hili jambo zuri. Kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya tunashukuru sana na Mwenyezi Mungu ambariki pale alipopunguza aweze kumwongezea. Mkurugenzi wa Royal KEF Mheshimiwa Diwani wa kata ya Makambini kwa hii shughuli ambayo ameifanya leo. Niaba ya Sheikh wa mkoa anatoa pongezi kubwa sana kwa aliyeandaa iftari hii, kwani kafanya jambo jema na amefuata mafundisho ya Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mtume anasema katika hadithi yake, la yu'minu ahadukum hatta tahabu, hamtokuwa na imani au yoyote hawezi kuwa na imani mpaka mpendane. Na upendo haujalishi wewe ni Muislamu au si Muislamu, umejumuisha watu wote tupendane. Kwa hiyo kwa hicho alichokifanya dada yetu ni kuonesha namna gani ana mapenzi katika jamii yao. Waislamu na sio Waislamu tumeshiba, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Dini iliyo safi na isiyo na mawaa mbele ya Mwenyezi Mungu ni kuwajali yatima, mtoto na wajane. Ndugu zangu, mimi ni Mkristo. Mimi niseme maneno matatu ambayo ni mazuri sana kwa dini ya Kiislamu, ambayo ukilinganisha na Waislamu wenzetu hapa tunaweza kusema vinatupiga bao. La kwanza, wenzetu katika maandalizi ya chakula hamuna ubaguzi wa kuandaa, huyu ana hela, huyu ni tajiri, huyu ni msomi, huyu ana cheo kikubwa, bali mnachukua wote kama binadamu tulivyozaliwa na Mwenyezi Mungu. Na maana tulioko hapa wako watoto, wako matajiri, wako wasomi, lakini kuweze kutulinganisha. Hilo nawapongeza sana Waislamu. Nikushukuru sana mwandaji wa iftari hii. Mungu akubariki sana, akujalie moyo wa hekima, akujalie ujasiri, akujalie upendo. Wapende wajane, wapende watoto yatima. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetukutanisha usiku huu wa iftari ambayo imeambatana na zakatul fitri, na imekuwa ni desturi tukiifanya mara kwa mara kuwakumbuka wajane na yatima. Lakini pia mimi niliyesimama hapa ni mjane na yatima wanalifuata, hivyo nazitambua changamoto za wajane na yatima. Kwa hiyo ninalibeba kwa nguvu zote, kwa kuwa najua tunahitaji faraja kubwa. Nami nawashukuru pia mliojumuika nasi kututia faraja, na sema Mwenyezi Mungu awabariki sana.
Na pia niwashukuru wateja wanaopata huduma kutoka kwetu, kuanzia kwenye huduma za dawa na huduma za chakula. Niseme nao ni mchango wao mkubwa sana, kwa kuwa wameweza kutusapoti. Sasa tumeweza kurudisha tena kwa jamii ili naye iweze kupata matunda hayo. Nao pia niseme wateja hao, Mungu awabariki sana. Kwa hiyo mnachokuja kukileta Royal au dukani kwetu kwenye duka la dawa, hamjakipoteza, bado mtaendelea kupata baraka. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tuishi kwa upendo. Hichi nilichokifanya nimekifanya sio kwangu mimi, nadhani ni moyo wa msukumo wa Mwenyezi Mungu. Akasema mkono wa kutoa ndio unaopokea. Kwa sisi wote tutapokea. Tujifunze katika haya, tuwakumbuke wajane. Kwa hiyo kwenye zile asilimia zile 10 za mama alizoongeza 15, tunaomba wajane tuangalie kwa jicho kubwa, kwa kuwa tunabeba mzigo mkubwa sana. Kwa hiyo tatufikirishia salamu hizi kwa DC. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا ربي يا ربي يا ربي, wewe ndio mwenye huruma, hakika wewe ndio mwenye kutoa riziki. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tunakuabudu kwa ajili yako, tunafunga kwa ajili yako, tunasali kwa ajili yako, tunaruku kwa ajili yako, tunakatazana mambo ya kheri, tunakatazana mambo maovu kwa ajili yako, tunaamrishana mambo ya kheri kwa ajili yako, tunakimbilia mambo ya kheri kama hivi leo hii kwa ajili yako. Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya dhal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhabal dayn wa qina adhabal qabr wa qina adhabal qabr وقنا عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اجعلنا كل خير قريبا وكل شر بعيدا. اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. Health Care Dispensary ni kituo bora kinachotoa huduma za afya kwa weledi mkubwa mjini Tunduma. Kinatoa huduma za dawa na kimaabara kwa wagonjwa wa nje. Tunapokea wenye bima na wasio na bima. Pia kuna huduma ya mama, baba na mtoto, yani RHCH. Kituo chetu kina duka kubwa la dawa maarufu kwa Dr. Mnyone kwa wagonjwa mbalimbali. Tunatoa huduma muda wote wa siku 7 za wiki. Tunapatikana Kisimani, katikati ya mji wa Tunduma, mtaa wa Tukuyu, barabara ya Riamba. Ili kupata maelezo, piga simu namba 0754 884 127 au fuatilia kwenye mitandao ya kijamii Instagram Hope Dispensary. Nyote mnakaribishwa.